Naam, msikilizaji ambaye unasikiliza redio yako kupitia masafa ya 91.3, karibu sana kwenye kipindi maalum na mahususi. Kama ambavyo unafahamu na ninakukumbusha, kila ikifika Jumapili, siku kama ya leo, muda na wakati kama huu, huwa tunakuwa na mtumishi wa Mungu Ibrahim Suleiman kutokea huduma ya Injili ambaye anapatikana hapa mkoani Mbeya, akiendelea na mafundisho, huduma ya maombezi, ushauri, pamoja na kuwasaidia watu kutoka kwenye vifungo mbalimbali ambavyo vimewafunga ama vimewatesa kwa muda mrefu sana sana sana. Kama ambavyo nimekuambia, anapatikana hapa mkoani Mbeya, lakini sasa hivi unamsikiliza kupitia masafa haya. Unaweza pia kuendelea kumsikiliza na kumfuatilia kupitia programu zake mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye grupu la WhatsApp. Watumishi wengi wa Kristo na wale wasio Kristo wengi wamejiunga huko, kwa hiyo nao unaweza kujiunga huko kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho na msaada wa haraka zaidi. Lakini ukihitaji mawasiliano zaidi kutokea kwake, tafadhali mpigie kupitia nambari ya simu ya 0765 87 66 95, 0765 87 66 95. Nambari nyingine ni 0795 41 80 44, 0795 41 80 44. Mimi ni Esau Godwin, nisio na maneno mengi kwa sababu yupo hapa. Naomba nimpatie nafasi uweze kumsikiliza, lakini ukumbuke kwamba ni mtumishi wa Mungu Ibrahim Suleiman kutokea huduma ya Injili ambayo inapatikana hapa mkoani Mbeya. Tutaendelea kukumbushana mawasiliano na namna ya kuweza kumpata zaidi na zaidi. Karibu sana mtumishi. Amina, 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 amina. Naam, popote ulipo, Mungu akubariki sana. Mimi ni kusalimu kwa kusema ufalme wa mbinguni umekaribia. Basi wewe popote ulipo utajibu neema ya Kristo na ituokoe. Naam, nafikiri juzi tulijifunza jambo moja, nguzo za maombi. Wengi waliomba ni namna gani mtu unaweza ukaomba na kujisimamia mwenyewe alafu na Mungu akafanya katika yale unayoyaomba. Basi sasa tulikuja kuzileta hizo nguzo za maombi ambazo ukizizingatia hizo, wewe mwenyewe utaona nguvu ya Mungu kwenye maisha yako na kwenye kila jambo lako pasina kuombewa na mtu yoyote. Umenielewa? Yaani ile dhana ya kwamba mpaka uombewe, mpaka si ufanyiwe vitu gani, sasa hiyo haiko hivyo. Wala mwana wa Adamu alipokuja hakukusudia hayo. Alitaka mtu amjue yeye na amtumie, kila mmoja amtumie, alafu afaidike kwenye maisha yake na mazingira yake yote. Nafikiri tuliishia nguzo ya 4 ambayo ilikuwa ni kuvaa silaha za kujihami. Kwa yule ambaye alitukosa wiki iliyopita, basi unaweza ukatutafuta kwa namba za simu ambazo zimetajwa hapo, tukakupatia hizo nguzo zingine ambazo zimepita wiki iliyopita. Basi leo hii niende moja kwa moja kwenye nguzo ya 5. Umenielewa? Okay, nguzo ya 5 ni hii. Kabla haujafanya maombi yako, yani mfano ni hivi, wewe ni muda wako wa kufanya maombi, pengine muda huo unataka kuombea kazi yako, unataka kuiweka kazi yako uweponi pa Mungu. Sasa usiende moja kwa moja kwanza kuiombea hiyo kazi. Umenielewa? Utafuata zile nguzo tulizozisema wiki iliyopita, alafu utakwenda nguzo ya 5 ambayo ni hii, ni kukamata anga na ardhi. Umenielewa vizuri? Unakamata anga na ardhi. Musa alipokwenda kupiga maji ya mto Naili aliwakilisha anga. Musa alipopiga mavumbi, maana yake alikuwa anatawala ardhi ya Misri. Umenielewa? Kwa hiyo lazima utawale anga alafu utawale ardhi. Kwa hiyo utakavyoviweka anga na ardhi kwenye ulimwengu wa roho uweponi pako wewe, ama chini ya unyayo wako wewe, ndipo utakapoomba yale unayotaka kuomba. Sasa unakuta inawezekana. Usisahau Danieli alizuiliwa kwenye anga la Uajemi. Kwa hiyo anga lina umuhimu sana kwenye maombi yako. Lazima kabla hujaingia kwenye maombi ukamate anga,
ukamate ardhi, uondoe ile miungu iliyojijenga kwenye ardhi yako, iliyojijenga kwenye anga lako. Umenielewa? Kwa unaweza ukaomba, unajua kila jambo lina masafa, sauti yako ina masafa. Kwa hiyo hata maombi unavyoyaomba mbele za Mungu yana masafa. Sasa masafa inategemea anga na ardhi. Adui anajua kwamba okay, kwenye mji wa huyu jamaa tumefanya moja mbili tatu, ambayo akiomba maombi yake hayaendi kwenye masafa yake, yanaenda kwenye masafa ya adui. Maana yake sasa kile unachokitarajia hakiwezi kutimia. Umenielewa? Kwa nini? Kwa sababu yale unayoyaomba hayaendi kwa Mungu, sasa yanakwenda kwao. Umenielewa? Ni sawasawa na kwamba gari la kivita au gari la kijeshi limetekwa. Kwa hiyo alijaenda mahara husika, linakwenda mahara kwa adui. Kwa hiyo utakamata anga na ardhi, utakamata wakuu wa anga na wakuu wa ardhi, utawafunga, utawapindua, alafu watupe kwenye shimo la kuzimu. Umenielewa? Kwa hiyo ni rahisi tu. Baba, katika jina la Yesu ninakamata anga, ninakamata ardhi, nakamata wakuu wa giza wa anga na ardhi, na wafunga, ninawapindua kwa jina la Yesu, ninawatupa kwenye shimo la kuzimu au shimo la moto. Umenielewa? Hiyo ni nguzo ya tano ambayo itakufaa sana wewe pale ambapo unaingia kwenye maombi yako. Sawa sawa, eh? Okay, nguzo nyingine inayofuata ambayo ni ya sita sasa. Baada ya kukamata anga, utaenda kufunga milango ya uharibifu iliyosimama kwenye maisha yako. Yaani lolote baya linalokufikia wewe kwenye maisha yako lina milango, lina madirisha, lina ufa, lina mwanya, lina upenyo. Umenielewa? Sasa kama haujazuia hivyo vitu, alafu unaendelea kumwomba Mungu abariki kitu fulani, wakati ile milango, njia, madirisha ya uharibifu haujayafunga. Nazungumzia kwenye ulimwengu wa roho. Unajua wengi tunapoomba maombi yetu tunaomba tu kwa sababu tumezoea kuomba. Hapana, lazima uingie rohoni, uingie kwenye ulimwengu wa roho. Vita yetu si ya nyama na damu, ni ya kushindana na maadui ama pepo waovu kwenye ulimwengu wa roho. Sasa wewe unakuta unafanya maombi yako, upo kwenye ulimwengu wa mwili. Unaelewa? Haujaenda kwenye ulimwengu wa roho, alafu unafanya maombi ya kushindana na adui ama kubariki kitu fulani, wakati haujaingia sasa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa jambo kubwa linalotakiwa ni kwamba lazima utoke sasa, uingie kwenye ulimwengu wa roho, alafu huko sasa ukaharibu yale ya adui kwenye huo ulimwengu wa roho. Mojawapo sasa ndio hiyo, kufunga milango ya uharibifu kwenye ulimwengu wa roho iliyo wazi juu yako wewe. Wengi tunasema milango ya kuzimu iliyo wazi juu yako, juu ya familia na jambo lako lolote lile. Kwa lazima ufunge hiyo milango, uzifunge hizo njia, ufunge hayo madirisha, ufunge nyufa, ufunge upenyo, ufunge mianya. Umenielewa? Kwa damu ya Yesu. Mfano ni hivi: Baba, katika jina la Yesu ninasimama kwenye ulimwengu wa roho sahihi, ninafunga milango ya uharibifu juu ya nyumba yangu, juu ya maisha yangu, juu ya watoto wangu, juu ya kazi yangu, juu ya kila kitu ambacho wewe kinakuhusu kwenye maisha yako. Kwa unafunga hiyo milango, unafunga madirisha, unafunga njia, unafunga mianya, unafunga nyufa. Hizo ndizo nguzo sasa. Sasa ukisha kuwa umelikamilisha hilo, umefunga hayo yote sasa, baada ya hapo sasa tunakwenda nguzo nyingine ambayo ni ya saba. Unakwenda kukamata unakwenda kuivamia kuzimu, kwenda kuziharibu ibada zao. Maana mengi yanayotupata sisi kutoka kwa adui zetu, yaani shetani au wachawi au mapepo, mashetani na kila aina ya roho za uharibifu yanapikwa kuzimu. Huko ndiko yanakoandaliwa, huko ndiko makao yao yaliko, huko ndiko yanakotengenezwa. Kwa hiyo sasa na wewe utasema, kwa jina la Yesu ninatembea kwenye ulimwengu wa roho, navamia kuzimu. Basi ukifika huko, cha kwanza ikamate nguvu ya kuzimu, ifunge kwa jina la Yesu. Umenielewa? Alafu mimina damu ya Yesu juu ya miungu yote iliyopo kuzimu, yaani vyanzo vya nguvu zao huko kuzimu, imimine damu ya Yesu. Kwa hiyo unaweza ukasema tu, kwa jina la Yesu ninamimina kikombe cha damu yako, mwana wa Adam, juu ya nguvu, vyanzo vya nguvu zilizopo kuzimu. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, umefunga nguvu, umekamata nguvu zao, umezifunga, umezipindua, alafu ukamimina damu ya Yesu juu ya vyanzo vya nguvu zao huko kuzimu. Kinachofuata sasa, utavamia ibada zao, pindua madhabahu zao, utavamia vikao vyao, utapindua meza zao, utalivamia jeshi lao, utalifitinisha.
Yani hakikisha lile jeshi la kuzimu umelifarakanisha lisipatane. Kwa hiyo sasa ni pale sasa utakuta huku kwenye ulimwengu wa nyama, wale watu waliopatana kukutenda hila wewe wanaanza kugombana wao, wanaanza kusemana uchawi wao, umenielewa? Ni yale maombi uliyoyafanya. Umesema tu wewe kwamba kwa jina la Yesu natembea kwenye ulimwengu wa roho, ninavamia kuzimu. Kwa jina la Yesu ninafunga nguvu ya kuzimu, na mimina kikombe cha damu ya Yesu juu ya vyanzo vya nguvu ya kuzimu. Ninakamata jeshi la kuzimu, ninalifitinisha yale mapatano yote waliopatana kuzimu, basi uyageuze kuwa vita katikati yao. Yaani chochote ambacho wamepatana kwa ajili yako, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya jambo lako lolote, basi wewe ligeuze tu, tayari linageuka kuwa mwiba kwao. Basi utaivuruga kuzimu, utatengua kusudi lao, mipango yao, ajenda zao, maazimio yao, na kila namna ya kanuni zao na mahesabu na mipango yao. Tumeshaisema hapo. Hakikisha hiyo unaikamata, alafu unaipindua, unamimina moto wa Bwana juu ya hayo yote, alafu unavuruga makao yao, unavuruga himaya zao, unaziteketeza iwezekanavyo. Hapo upo kuzimu. Sasa unafanya huo uharibifu kuzimu, ambako ndiko mambo yanakopikwa. Ndugu yangu, hiyo ni nguzo ya saba, unanielewa? Kwa ukizingatia haya ninayoyasema, wewe mwenyewe hapa, yani hapa ninakufundisha namna ya kujisimamia wewe kwenye maombi. Hizi ndizo kanuni. Unaona mtu anakemea pepo linaondoka kwa sababu amedili na haya kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Yani liko jambo ulifanye kwanza, alafu ndipo sasa uanze kuombea kile ulitaka kuombea. Sasa ya kufanya ndo haya nayokwambia hapo. Tumeizungumzia kuzimu, kuivamia kuzimu na kuharibu kila kilichopo kuzimu, umeelewa? Na yale atakayokujalia Roho Mtakatifu sasa wakati wa ibada yako, nayo utaongeza hapo. Kwa hiyo usikalili tu haya ninayokwambia. Kikubwa unapoingia kwenye ibada, usisahau kuna ile nguzo ya tatu ya kumuinua Roho Mtakatifu juu ya ufahamu wako, juu ya nafsi yako, juu ya roho yako, juu ya ibada yako, ambapo sasa Roho Mtakatifu kazi yake ni kukufundisha sasa uombe nini, usemeje, upige wapi, umenyelewa? Kwa sababu yeye unavyoomba, Roho Mtakatifu ndo anayeona kwamba ukipiga hapa adui yako atakuwa dhaifu, ukifanya hiki adui yako ataanguka. Kwa hiyo sasa unapokuwa unaingia kwenye maombi, najaribu kuielezea nguzo ya tatu, ni muhimu sana. Roho Mtakatifu msikilize sana, mtegee sikio sana, usiache kufanya kile anachokueleza wakati huo, na usiache kusikiliza, kutii kile anachokwambia, hususani unapokuwa kwenye ibada ya maombi yako, yawe ya vita, yawe ya toba, yawe ya namna yoyote ile, basi zingatia hayo. Tunakwenda nguzo ya nane, unakwenda kuangusha ufalme wa giza ulioinuliwa kwenye maisha yako. Wengi sasa wanaingia kwenye maombi, wanaona mambo yao hayatimii. Wakristo wengi wanalia sana hili. Lazima ulie, kwa sababu upo kwenye ufalme wa giza, washakuweka kwenye ufalme wao. Wewe unaanza kumwomba Mungu alafu upo kwenye ufalme wa giza, alafu maombi unayoomba kwa Mungu, Baba naomba chakula, nipe kazi, nipe gari, sina mavazi, nina madeni, Mungu nipe njia ya kulipa. Hautapata hiyo njia, lazima ukae kwenye nguzo hizo. Tunaita kanuni za maombi ama nguzo za maombi, umeelewa? Lazima upite kwenye hizo nguzo, upite kwenye hizo kanuni. Sasa utakapokwenda kuomba kile kwa Mungu ulichokuwa unakitaka, kile kinakuwa na njia nyeupe. Kwa nini? Kwa sababu umeshatengeneza kwenye ulimwengu wa roho, so njia ni nyeupe ambayo itafanya malaika waje kukutumikia. Kwa kile ambacho umekiomba unakuta ni rahisi tu kukufikia. Okay, hiyo ni nguzo, nimesema nguzo ya nane, ambayo ni ya kuvunja au kuangusha ufalme wa giza uliosimama juu yako, juu ya familia yako, juu ya hilo unalotaka kuliombea muda huo. Unakwenda sasa kwa jina la Yesu, Mungu wetu aliye hai, na kwenda kuangusha ufalme wa giza uliojiinua kwenye maisha yangu. Ninaufunga, ninaupindua, ninauangusha, ama ninaubomoa. Unajua ile, kwa mfano kupindua, unaonaga kama unatazama movie, watu wanavamia ngome fulani, wanapindua utawala, wanakaa wao. Sasa huwezi ukatawala mahali bila kupindua utawala wa mtu fulani. Kwa sasa na sisi kwenye maombi yetu, hii nguzo ni muhimu sana. Tunapokuwa kwa Mungu, lazima upindue utawala wa huyo anayekutawala kwenye ulimwengu wa roho. Yesu alivyokuja alipindua utawala. Siku ile amekufa, ile Ijumaa saa 9 mchana alishuka kuzimu. Ile Jumamosi mwana wa Adamu alikuwa kuzimu kupindua
kujipindua, kuchukua ile nafasi, kwa sababu kabla Yesu hajachukua ile nafasi, malaika aliyekuwa kwenye levo ya juu ya utawala ndo shetani. Umeelewa? Sasa ndo maana Yesu alienda kuchukua ile nafasi, ndo hiyo mnasemaga alichukua funguo za uzima na mauti. Aliyekuwa na miliki ni nani? Ni shetani. Kwa hiyo sasa levo ya juu, yani baada ya Mungu alikuwa shetani, ndo alikuwa anatawala hiyo nafasi. Yesu ili atawale alishuka kuzimu ile Jumamosi, akaishughulikia hiyo nafasi, akanyang'anya ile funguo, akarudi. Kwa sasa baada ya Mungu, nafasi ya pili ni mwana wa Adamu, ndo anatawala kwenye levo ya juu ya upeo na mamlaka na nguvu na uweza za rohoni. Ndio maana ukisema kwa jina la Yesu, pepo toka, ugonjwa ondoka, vidonda vya tumbo nyamaza, vinanyamaza, lakini shariti ufuate kanuni hizi ninazokwambia.